Toleo la mvutano kati ya msanii Mac Voice na Rayvanny bado linaendelea kushika kasi kwenye mitandao ya kijamii, huku wadau wa muziki wakitoa maoni yao tofauti kuhusu kile kilichotokea kati ya pande hizo mbili. Baadhi ya watu wanaamini kwamba Mac Voice hakutendewa haki, huku wengine wakisema kwamba kila kilichofanyika kilikuwa sahihi kulingana na makubaliano yaliyokuwepo. Katika mahojiano yake ya hivi karibuni, Mac Voice alizungumzia mambo kadhaa ikiwemo madai ya kutupiwa pesa, kufanya kazi studio, pamoja na mambo mengine ambayo yameibua mjadala mkubwa mitandaoni. Wakati mjadala huo ukiendelea, mtayarishaji Liza kutoka DWC na Safi Records naye alijitokeza na kuzungumzia swala hilo, akieleza kuwa mtazamo wake bado ni mambo yaliyotokea kwa Mac Voice yalikuwa sahihi. Hata hivyo, wakati watu wengi wakiendelea kutoa maoni yao, Lukamba ameibuka na ujumbe mzito kupitia ukurasa wake wa Instagram. Kupitia ukurasa huo, Lukamba ameposti picha zilizoonyesha kuwa amezungumza na Mac Voice kwa muda mrefu kupitia WhatsApp call. Katika picha ya kwanza inaonekana walizungumza kwa dakika 41 na sekunde 56, huku picha ya pili ikionyesha walizungumza kwa dakika 22 na sekunde 51. Baada ya mazungumzo hayo, Lukamba aliandika ujumbe uliowavutia wengi akisema kuwa ifike hatua huyu kijana mwacheni aishi kwa amani. Tuna mengi tunayoyajua na tumeamua kukaa kimya, ila naona sasa mnazidi, nitapiga makombora mapya. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa mtandaoni, huku watu wengi wakitaka kujua ni mambo gani ambayo Lukamba anasema anayajua kuhusu mgogoro huo. Mbali na hilo, Lukamba pia aliposti picha ya zamani akiwa na Liza na kuandika kwa utani akisema hii ni kabla hajaanza kuongea uongo, jambo ambalo pia limeibua hisia tofauti kutoka kwa mashabiki. Katika sehemu ya maoni, watu mbalimbali wameendelea kutoa maoni yao, wengine wakimtaka Lukamba afunguke na kusema ukweli wote, huku wengine wakimshauri akae kimya ili kuepuka kuongeza mgogoro zaidi. Kwa sasa bado haijafahamika kama Lukamba ataamua kweli kutoa taarifa zaidi au la, lakini kilicho wazi ni kwamba mjadala kuhusu Mac Voice na Rayvanny bado unaendelea kuwavutia watu wengi wa muziki wa Bongo. Je, una maoni gani kuhusu sakata hili kati ya Mac Voice na Rayvanny? Tuandikie maoni yako kwenye sehemu ya comment. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili uendelee kupata habari nyingine za burudani na mastaa. Hapa ni Kaka Ken 254 na mimi ni Kaka Ken. Maasalam.